Hujambo na karibu Teachkrest, mimi nahodha wako Bi Kerubo. Tunataka tuangalie hadithi fupi kwa jina Urembo wenye Ulimbo. Hadithi hii imeandikwa na mwandishi Hassan Ali. Na Hassan Ali anatupa hadithi ambapo mhusika mkuu ni Salim. Salim ni kijana wa miaka 29 na ni kitinda mimba wa mzee Mogaka na marehemu Bitutu Nasario. Salim alikuwa kijana ambaye alikuwa ametumwa na babake chuoni kusomea wanahabari. Ili kufanikisha ndoto zake zikiwemo kuwa na nyumba nzuri, kila kitu kizuri, kuweza kupata mke ambaye watafanikiwa kuzaa mwana waweze kumuita Bitutu kama njia ya kumkumbuka mamake. Lakini ndoto hizi hazijaweza kutimika, au tuseme maisha yake yamechukua mkondo mwingine. Hadithi inapoanza tunamwona Salim akichukua redio iliyokuwa nyumbani kwao na kuiwasha. Redio ilikuwa imezeeka, lakini ingemfaa wakati ule ili kupitisha wakati, kwani alijua usiku wa kwanza kule kijijini baada ya miaka 5 ungekuwa mrefu haswa. Makosa aliyofanya ni kukanyaga mtego wa panya, na hivyo akatoa ukemi. Alipotoa ule ukemi, kakake anakuja kuitana, na hapo ndipo Salim anaitika, na kakake anamuuliza mbona amekuja nyumbani usiku, mbona hataki kuwasalimu. Anamuuliza pia ikiwa amemletea baiskeli, na pia anataka kujua yale ambayo yamo mjini alikoenda kusomea Salim. Salim anachanganyikiwa ajibu nini, kwani ahadi alizompa kakake hakuwa ametimiza hata moja, kutokana na uchochole uliomwandama. Hivyo anamwambia kakake kwamba amechoka na wataongea keshoe. Salim anakumbuka alifaa kutafuta chaneli ya kuisikiliza, na hivyo kakake alipoondoka akaendelea kutafuta chaneli. Alipata kwamba chaneli nyingi zilikuwa zikicheza nyimbo za kisasa, zile nyimbo ambazo ni za kufoka, na hakuona maana ya mziki ule, licha kuwa uliitwa mziki wa vijana, kinaya kile. Akiwa katika hali ya kutafuta, anasikia idhaa moja iliyokuwa ikitangaza habari za wakati ule, na ndipo anagundua ilikuwa imetimia saa 3 usiku. Anatambua kuwa kule kijijini saa huenda polepole, kwani zinataka watu waonje madhila yao kwa muda mrefu. Idhaa ile tunapata mtangazaji kwa jina Ninga akitoa habari ambazo zilihusu sakata ya viongozi wakuu katika serikali, kuwa kulikuwa na pesa ambazo zilikuwa zimefisidiwa, ila msemaji wa serikali alidai kwamba wapelelezi walipewa miaka 5 watafuta wahusika. Haya yalimfanya Salim kukasirika, na ndipo anasema miaka 5, hii serikali inatunyonya kweli? Yaani kwa kuwa wahusika ni viongozi wakuu, sasa wao wapewe miaka 5, ilhali
waliwatambua wanaoendeleza ufisadi. Baada ya habari hizo, pakawa na tangazo kutoka kampuni ya ShindaBet, ambapo watu walikuwa wakicheza mchezo wa kamari, lakini Salim hakutaka kuzisikia, kwani ziliwafanya watu wawe wazembe. Pesa wanazozipata walizotumia katika kamari bila kufikiria kesho au kesho kutwa, na serikali ikawa inajifanya hayatambui hayo. Navyo vituo vya habari vikafuata unyo katika kupigia debe michezo ya kamari, yaani betting. Baadaye kipindi kwa jina Urembo Wenye Ulimbo kililetwa na mwana habari kwa jina Lucy. Lucy aliweza kukitambulisha kipindi chenyewe, ila alikuwa na matatizo ya matamshi hapa na pale, na hili limfanya Salim kutetemeka kwa kusikia tu jina lile Lucy, na sauti yake mbovu ikamfanya awe na mawazo mengi. Alidhani ni utani tu, na Salim akasubiri tangazo la mauzo liishe ili asikie tena sauti ile, na akabaini kuwa kweli ilikuwa ni sauti ya Lucy, na hivyo akazidi kuwa na chuki dhidi ya Lucy. Napofika hapa tunaona kwamba mwandishi anatumia mbinu ya kisengeri nyuma kutuonyesha kiini cha chuki ya Salim kuelekea kwa Lucy. Tunagundua kwamba Salim alikuwa amempoteza mamake miaka 6 iliyokuwa imepita kutokana na ugonjwa wa saratani ya matiti. Na ingawa aliondoka wakati mabinti zake walikuwa wamelipiwa mahari na mabwana wao, mali ile ilitumika kumsomesha Salim. Kumbuka, tunaona nafasi ya mwanamke. Mwanamke hapa anaozwa akiwa na umri mdogo hata kabla ya kumaliza kusoma, ilhali mtoto wa jinsia ya kiume anapewa kipaumbele katika kupata elimu. Mzee Mugaka aliweza kufanya juhudi kuhakikisha mwanawe Salim anapata masomo ili aje kumsaidia. Hivyo akaweza kuuza mifugo wake waliokuwa tegemeo lake, na alipoona hazitoshi, kwani alikuwa ametumia baadhi ya pesa hizo katika uraibu wa pombe, anaamua kuliuza shamba lake na kutumia hela hizo kumlipia karo Salim. Haya ni baadhi ya masuala yanayoshughulikiwa katika hadithi hii, kwani tunaona umaskini unavyoathiri elimu. Salim alisoma kwa bidii chuoni hadi akabandikwa jina profesa. Wenzake walishinda wakidakia kwamba ana kipawa. Wakamwambia kwamba kila siku ana kipawa. Salim akiwa na uhakika kuwa pindi atakapomaliza masomo yake, Mungu angemfungulia njia na kumpa kazi ya wanahabari.
Miaka 4 ya pale chuoni ilikimbia kwa kasi, na siku moja aliweza kutimiza kazi aliyotumwa mle shuleni ya kusoma. Lakini aligundua jambo moja: palikuwa na mateso ya kutosha, kulala njaa bila kumwambia mtu na mengineyo. Kwani aligundua kwamba ukiwa mtu wa jinsia ya kiume una matatizo juu ya matatizo. Nadhani ndiposa mwimbaji kama vile anasema wanaume ni kujituma. Wahadhiri hata hawacheki na watoto wa jinsia ya kiume, na hivyo aliwaonea gere wanafunzi wa kike, kwa kuwa hao walikuwa na nafasi zilizotengenezwa kwa sura zao na urembo wao wenye ulimbo. Alipohitimu wanahabari, alikuwa na uhakika angepata kazi, na ndipo akampigia baba yake simu kumwambia kuwa, baba, nimemaliza masomo, sasa ni wakati wa wewe kupumzika. Baba yake akamwambia, tunamshukuru Mungu, lakini hufai kukata mbeleko kabla ya mwana kuzaliwa. Maisha ya nje ya chuo yalikuwa machungu maradufu kwake Salim. Alikuwa aking'ang'ana, na aliweza kugundua kwamba wakati mwingi waliobahatika kupata kazi za kijungujiko walizikumbatia kwa furaha. Wengine wakaamua kuvuna wasikopanda, na baada ya kumalizwa na serikali, yeye akawa auna afanye ihari ya kusubiri, kwani tunajua subira huvuta heri. Kaanza kuhesabu siku zikawa miezi, na miezi ikawa miaka. Lakini la kushangaza ni kuwa Salim hakufanikiwa kupata kazi ya wanahabari. Na siku moja akaona tangazo la afisa wa mauzo ya hisa, insurance policies. Salim alienda kujaribu bahati yake, na kweli akapata ile fursa. Lakini kutokana na kuzorota kwa uchumi, hakupata wateja wakati ule. Hivyo baada ya mwezi akawa ameuza tu hisa moja, kampuni ikamlipa kwa kumnunulia chamcha katika hoteli. Imagine, just a lunch. Na kisha akapigwa kalamu. Ukawa ni msumari moto kwenye kidonda. Lakini Salim hachoki, kwani wanasema atafutaye hachoki, akichoka kesha pata. Sasa aliamua kutafuta kazi ya wanahabari, na hivyo siku hiyo akaanza kukung'uta wasifu kazi wake. Akajiandaa kwa makala, na keshoe akaenda katika kituo kimoja. Alipofika pale ulikuwa ni mwendo wa saa 4 asubuhi, ambapo alimkuta Lucy. Lucy alikuwa ni binti wa kisasa mwenye kujua namna ya kuvuna. Alikuwa amesoma na Salim katika chuo kimoja, lakini yeye alisomea uhandisi. Na alipofeli katika mtihani wake, ikawa ni bahati ana mjomba aliyekuwa na cheo serikalini, na mjomba wake akatumia cheo hicho kuhakikisha kuwa Lucy anajiunga na chuo liwe na liwalo. Salim na Lucy wakawa na maongezi pale, na ndipo Lucy akamwambia Salim, siku hizi it's all about who you know. Siwajua tena mambo haya. Lucy akamwambia Salim. Salim akamtazama Lucy kwa chuki ya ndani, na kuanza kumchukia pole pole.
Hivyo akasubiri zamu yake ifike, aojiwe, aende nyumbani. Lucy akawa wa kwanza kuhojiwa pale. Na nikwambie nini? Alikuwa amevalia kwa njia ambayo kila aliyemuona lazima angegeuka. Wanaume katika pote lile hawakuweza kutazama wasifu kazi wa Lucy, bali walichanganyikiwa. Kwani Lucy alijua mbinu zote za kuwalaghai wanaume. Tunamuona mmoja wa pote lile ambaye ni Mboli akimuuliza, unaweza ukatangaza habari au unataka uwe na kipindi chako? Kabla hata Lucy aseme kitu, Mburukenge anamkatiza. Usijali, ni wewe tu uliyesoma. Tutachukua muda mfupi kukuelimisha na kukuongoza ili uwe bora, Mburukenge anamwambia. Tunaona kwamba Lucy alipata ile fursa ya kuwa mwanahabari kwa kutumia upendeleo. Ulipofika wakati wa Salim, hakuweza kupata muda mzuri kama aliyopata Lucy, bali alianza kubezwa. Kisiwani nako kuna watangazaji? Siku hizi watu wamepotea kweli. Siamini wapo sehemu kama kisiwani inaweza ikamtoa mtangazaji wa lugha ya Kiswahili, Mboli anaongezea. Salim alijaribu kujieleza, lakini ikawa kina Mburukenge wana mkejeli na kumdhihaki zaidi. Eneo la kisiwani haliwezi likawatoa wanahabari wazuri. Lakini katika pote lile kulikuwa na mwanamke kwa jina Agnes. Yakasema tunaweza kumpa nafasi ya kujaribu. Huenda huyu ni mmoja katika elfu. Kwa tunaona nafasi ya wanawake katika kutetea haki za wenzao. Hao wengine walikodolea macho. Na hapo Salim akaanza matangazo yake. Akiendelea pale, Mburukenge akamkatiza, eti jina lako ni nani? Kwa sababu alikuwa amesema yeye ni profesa. Akaendelea kumdhihaki. Nyinyi vijana, jifunzeni kuota ndoto mnazoweza kutimiza. Hakuna haja ya wewe kujiita profesa ilhali hata mavazi yako yanaonyesha kuwa unafanana na daktari wa mitishamba. Agnes akasema toba, angalau yule kijana Salim ahurumiwe. Lakini Mboli akasema muda umekwisha, na huo ukawa ni mwisho wa zamu yake Salim kujieleza mbele ya wahoji wake. Vijana wengine ambao walikuwa wamesubiri wakaambiwa, samahani, muda wa mahojiano umekwisha. Iwapo unataka kuwa mwanahabari wetu, unaweza ukajirekodi ukitangaza habari kisha ututumie rekodi hiyo kwenye barua pepe. Sisi tunawajali sana na tutatoa majibu. Iwapo ungependa kusema nami kando, naomba unione nyuma ya jengo hili. Na hapo tunaona nyuso za vijana wale zikibadilika na huzuni inatanda kutokana na maneno waliomsikia Mboli akisema. Mboli akashinda akiendelea, nambari yangu ya simu ipo pale ukutani. Ukifika nyumbani nitafutie chai, nawe utapata kazi bila shaka. Hakikisha chai yenyewe ina maziwa ya kutosha na sukari nyingi pia. Siku hizi tunaweka mambo paruanja. Hatuandiki mate na wino upo. Too simple. Yule Mboli anamjibu kijana aliyesema, mimi ni wa kabila lako. Aise, usiniache hivyo.
Hivyo tunaona ukabila na ufisadi ukijitokeza kutokana na sakata hiyo. Salim akawa na maswali mengi ambayo hayakumuisha akilini, na siku ile ikanyesha hadi chumba chake kikaloa. Huzuni ya kukosa kazi ya wanahabari ikiwekwa pamoja na huzuni ya maji kuingia chumbani mwake ilimfanya aweze kufunga virago na kuondoka bila kumwaga yeyote, ili asije akasumbuliwa na wenye nyumba kulipa kodi ya nyumba. Hapo ndipo tunaona kwamba Salim aliondoka kijijini kisiwani, na mengi alikuwa ametokea. Ingawa alirudi mikono mitupu, alijua akilini mlikuwa na habari ambazo zingesaidia taifa lake changa. Akaamua kwamba angejikaza na kujaribu siku nyingine. Alipofika nyumbani kwao ilikuwa ni saa 12 jioni. Na palikuwa na rasha kuweza kuona kwao. Ghafla aliweza kubaini kwao ilikuwa wapi. Alipokaribia alipata kwamba ni nyumba ya mzee aliyenunua ardhi kutoka kwa babake kwa jina Bwana Jiruru. Bwana Jiruru naye hakumwacha, akamwambia, kumbe kila mtu anamwambia hivi, leo ndio unarudi baada ya kula raha huko mjini na wanawake? Leo ndio unaikumbuka jamii yako? Salim hakuamini. Kwa watu walijua eti yu kazini baada ya kumaliza masomo na anakula anasa na wanawake mjini, jambo ambalo halikuwa la kweli bali ni tuhuma. Hivyo akatembea nyatu akufika kwao. Pale alifungua dirisha la jumba chake kama alivyofanya miaka ya hapo awali. Akajitoma ndani na kutulia. Alipokanyaga mtego wa panya uliokuwa chini ya kitanda na vidole vyake kunaswa, akapiga ukemi. Uwi. Ukemi huu, kwa sababu ulipigwa kwa nguvu, ulimwamsha kaka yake ambaye aliamka kwa haraka kuja kudai zawadi alizoahidiwa. Na hapo tunaachwa katika hali ya taharuki. Baadaye mwandishi Hassan anatueleza kuwa Salim alikumbuka kisa chote huku akitokwa na machozi. Akamlaani Lucy pamoja na sauti yake. Akazima ile redio asisikie sauti ya Lucy ambaye alipata kazi ambayo yeye Salim halihitaji kuipata. Salim hakutaka kusikia habari zozote kuhusu wanahabari. Sasa alitaka kuanza kumsaidia babake nyumbani. Asubuhi ilipowadia, akavalia kanzu safi na kutoka nje kwa mara ya kwanza tangu kurejea kijijini. Akaenda akamkumbatia babake na kumwambia babake, baba, nimeamua kuanza upya. Sitakimbilia tena mjini. Nitaanzisha kituo cha habari cha kijiji chetu, hata kama kitakuwa redio ya kutumia simu kwa sasa, alisema kwa matumaini. Na mzee Mogaka anatabasamu na kumwekea begani mkono. Ndivyo nilivyotaka nione siku moja mwanangu. Elimu yako haijapotea. Ukiitumia kwa jamii, basi ushindi ni wako. Kumbuka wakati huo redio ilivyokuwa imezimwa jana usiku.
ilijiwasha ghafla, ikatangaza taarifa ya vijana wanaoanzisha vituo vya habari vya kijamii kwa msaada wa serikali. Na Salim aliweza kutabasamu, kwani aliona ni mwanga wa matumaini baada ya miaka ya giza. Mwishoni tunaona baada ya miezi michache pakawa na mabadiliko mjini. Ripoti ya uchunguzi wa rushwa katika sekta ya habari ukatolewa hadharani. Burukenge, Mboli na wenzake waliotumia vyeo vyao kuwanyanyasa waombaji kazi wakatiwa mbaroni baada ya ushahidi kuonyesha jinsi walivyotoa nafasi kwa upendeleo na kuomba